Kama mnafahamu sasa, leo ndio siku ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kesho tutakuwa tunasherehekea siku ya Eid kama ilivyo kawaida yetu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama miaka yote na mwaka huu pia ilikuwa imeenda vizuri sana, na tumeweza kusaidia kadri ya uwezo wetu familia ambazo zilikuwa hazina uwezo kwa upande wa daku na futari na matatizo mbalimbali ambayo yalijitokeza kwenye familia hizo, haswa kwenye upande wa elimu. Pia tumetoa support nzuri, na upande wa wale wanaumwa tuliwatembelea na kuwalipia gharama za matibabu, na kama tulivyokuwa tunaambiwa na mashaka zetu msikitini. Kwa hiyo sasa tumefikia mwisho, na kwanza kabisa nichukue nafasi hii kuwashukuru. Na washukuru sana wafadhili wetu ambao walituwezesha, na tumewafikia waumini na familia nyingi sana ambazo wamepewa vifurushi vya chakula na wamepewa misaada mbalimbali mwezi huu wa mtukufu wa Ramadhani. Familia takriban zaidi ya 1400 tumewafikia kwa ajili ya masuala ya chakula, na familia zingine ambazo tulizitembelea tulikutana nao na matatizo mbalimbali, na matatizo ambayo ni zile ambazo zilikuwa ndani ya uwezo tuliweza kutatua. Kwa mfano, tulikuta wengine hawana magodoro, tukawapa magodoro. Wengine tulikuta watoto wao wako majumbani, wako mashuleni, tuliwalipia au tuliwagharamikia vitu kama uniform ili watoto waweze kwenda shuleni. Lakini pia tuliwakuta wagonjwa wa magonjwa aina mbalimbali, na tuliweza kuwapeleka hospitalini na kuwalipia gharama mbalimbali. Lakini kikubwa, jana tumeweza kuwagawia zawadi watoto mayatima zaidi ya 100 nguo za kusherekea siku ya Eid, na ilikuwa tulitegemea leo, lakini sasa leo kwa vile mwezi haujaandama, basi vitu hivi wenyewe watatumia kesho. Tumewapa watoto hao nguo za kuvaa siku ya Eid, na pia tulipata mfadhili alitupa madaftari, na hao watoto kwa vile wako shuleni, basi kila mtoto pia alipewa daftari na kalamu ili aweze kutumia wakati anapoenda shuleni. Lakini kikubwa yote kwa yote, mwezi huu umetufundisha mambo mengi, mambo ya kheri na huruma, na tuwe na umoja. Kwa hiyo nafikiri baada ya leo tuweze kuendeleza hayo mafundisho ambayo tumepata msikitini na kutoka kwa masheke zetu, ili tuweze kuzidi kuishi kwa amani na upendo. Na kama mnavyofahamu, huduma zetu ni kwa wote. Kwa hiyo tuliwasaidia watu wote bila kujali dini zao, kabila zao, na rangi zao na vitu kama hivyo, ili kujenga ile umoja ambayo tumekuwa tunayo. Kwa sisi kama taasisi, kwa upande wa nguo tumetumia takriban shilingi milioni 5 jana kwa ajili ya hao watoto. Pia na vifurushi tulikuwa tukigawa, ambayo kifurushi kimoja kilikuwa kina thamani ya takriban shilingi 80,000, na vifurushi hivyo vinakuwa na vitu vikavu, kama vitu ambavyo vimeharibika. Maana yake mchele, maharage, unga, mafuta na sukari. Hizi vitu vitano tunawafungia ambavyo vinatumika sana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni takriban milioni zaidi ya 32 tumetumia kwa ajili ya kusambaza vyakula tu kwenye familia hizo. Wao kila mtu inakuwa ni tofauti manake, lakini sio chini ya milioni 20 kwenye mwezi huu mmoja tu, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kweli, unajua sisi Waislamu tuna utaratibu kwamba sadaka unapoletewa, au pesa za nadhiri unapoletewa, pesa ya zaka unapoletewa, hupaswi kulala nazo. Na ndio maana utakuta kazi tunavyofanya ni hivi tunavyoona, kwamba kwetu hatulali na maana ya mtu yote. Tunahakikisha siku hiyo hiyo tunawafikishia walengwa. Kwa hiyo wafuate hizi taratibu zilizowekwa kidini ili kufanikisha hayo malengo na watu wapate ule unafuu. Ndio na sisi ndio tunavyofanya kazi. Ndio maana utakuta kazi zetu zinavyoenda, na nafikiri manunguniko yanakuwepo, sio kwamba hayakuwepo, lakini machache sana ambayo yanaweza yakatatulika, au wakati mwingine manunguniko ni ya kupikwa tu.
Mwezi mtukufu wa Ramadhani unajua imewekwa rasmi tu kwa ajili ya kama ni kuwakumbusha watu, lakini sisi Waislamu tunakumbushana masuala yetu mara 5 kwa siku. Kwa nafikiri hayo tuliyojifunza mwezi wa Ramadhani, hasa kwenye masuala ya huruma, masuala ya kuombeana dua njema, tuendelee nayo. Na kama mnavyofahamu kwamba sasa hivi wenzetu wengine, hasa sisi kwa Waislamu wa madhehebu ya Shia, wako kwenye matatizo makubwa huko nchini Iran, na wako kwenye vita na wameshambuliwa na magaidi hao makubwa. Basi tuwaombee na hao kwamba waondokane na hii janga ambayo walionayo na amani iweze kurudi kwenye maeneo yale. Kwa tuendeleze hayo tuliyofundishwa na tuombeane kheri.